Historia inaonyesha kipindi cha nyuma ama kipindi cha utumwa. Ni watu wengi sana kutoka Afrika walikuwa wanapelekwa nchi mbalimbali kwenda kufanishwa kazi kama watumwa. Lakini wengi walikuwa wanapoteza maisha na wengine wanabakia huko huko walipokuwa, na wale ambao walifanikiwa kusurvive basi walifanikiwa kuanzisha familia. Ndio maana ukizungumzia nchi ambazo zilikuwa zina watu wengi weusi, utazungumzia labda Marekani, mpaka leo kuna watu weusi. Lakini hata baadhi ya nchi kama Brazil kuna kama masalia fulani hivi ya watu weusi ambayo ni atoka kipindi hicho, lakini kizazi kile bado kinaendelea mpaka leo. Sasa ukiangalia nchini Brazil utaona kuna baadhi ya wachezaji ambao ni weusi ambao nao wanaperform vizuri mno kwenye mpira. Lakini Brazil ipo katika bara la Amerika ya Kusini, ila Argentina pia iko katika bara la Amerika ya Kusini, lakini nchini Argentina hakuna mchezaji mweusi ambaye tumewahi kumuona akiitwa katika timu ya taifa. Watu wengi wakawa wanauliza sana inakuwaje ni kwamba Argentina hawajawahi labda kuwa na watu weusi ama hamna mchezaji mweusi ambaye amewahi kuitwa kwenye timu hiyo. Kwa nini? Issue iko hivi, kipindi kile cha utumwa Argentina ilikuwa na kama 40% hivi ya watu weusi, lakini serikali zilipita katika nchi ya Argentina kwamba hawataki watu weusi kwa sababu ile ilikuwa ni nchi ambayo ilikuwa kibaguzi mno. Kwa hiyo wakasema hawataki watu weusi. Lakini kama kulikuwa kuna watu weusi, sio kwamba walikuwa wanauliwa. Kilichofanyika ni kwamba unanyimwa tu zile huduma za kijamii. Kwa unakuta labda hospitali ukienda hautibiwi, sehemu mbalimbali ukienda kupata huduma hawakupi, wanakuacha tu. Kwa hiyo wewe mwenyewe tu utaamua uhame ukatafute sehemu nyingine ya kuishi. Hicho ndio ambacho kilitokea. Kwa hiyo baada ya pale walifanikiwa kuwaondoa watu weusi kwa staili hiyo. Hawakutumia hata nguvu kubwa sana. Na katika timu ya taifa Argentina ni mchezaji mmoja tu ambaye aliwahi kuchezea timu ya taifa ya nchi hiyo ambayo ni miaka ya nyuma sana. Huyu mchezaji alikuwa anaitwa Alejandro de los Santos ambaye amezaliwa tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 1902. Alejandro de los Santos alivaa jezi ya timu ya taifa ya Argentina kwa mara ya kwanza Desemba mwaka 1925, na hii ilimpa privilege sana kwa sababu alifahamika zaidi, lakini alikuwa ni mojawapo kati ya wachezaji ambao walisaidia sana timu ya taifa ya Argentina kwa kipindi hicho. Japo wachezaji weusi hawakuwahi kuitwa, basi yeye ni mtu ambaye aliandika historia sana kunako timu ya taifa Argentina, lakini katika ulimwengu mzima. Huyu ndo alikuwa mchezaji wa kwanza na wa mwisho kuichezea timu ya taifa Argentina. Toka pale mpaka leo timu ya taifa Argentina haina mchezaji mweusi kama tunavyoona labda timu ya taifa ya Brazil. Tunamwona labda pale kuna Vini ambaye ukimwangalia kabisa unaona huyu mbona kama wa kwetu Afrika huku, lakini kwa Argentina hakuna, bali utaona tu labda wao ni wazungu lakini wana nywele nyeusi ila si watu weusi. Kwa hiyo sio kwamba nchi ya Argentina haikuwa na watu weusi ama haikuwahi kuwa na mchezaji mweusi, ila historia iliwekwa na mwamba Alejandro de los Santos ambaye alizaliwa mwaka 1902 na baadaye alichezea timu ya taifa Argentina. Kisha hakuna mtu mweusi tena aliyefanikiwa kuja kuichezea timu ya taifa ya Argentina.